to comment. Si unajua mapanga atakuwa mengi. Mapanga atakuwa mengi sana. Lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wadhifa huo. Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almasi Kasongo. Sasa hii inatoa tafsiri gani Evans? Hii inatoa tafsiri kwamba kuna vitu vilikuwa vifanyiki sawa sawa. Kama kipi? Si ndio yeye kwenye kutoa maamuzi. Yaani sehemu ambayo kwa mfano hawa ndio watakuwa wamepanga, ambao wamepanga ratiba ya mechi inayofuata. Si ndio hawa ambao wamenyolewa, wengine wanataka kujinyoa mechi ya tarehe 25. Ndio hao tarehe 25 wenye mamlaka. Sasa inakuwaje tena unawanyoa watu kama hawa ambao wamefanya maamuzi? Kwa sababu kama maamuzi waliyofanya tarehe 15 mechi ichezwe, kukawa kuna dalili kwamba mechi haiwezi kuchezeka, wakapanga tarehe nyingine ya tarehe 25. Tatizo liko wapi au kosa liko wapi? Mimi naamini ni kwa sababu walishindwa kusimamia tu taratibu za mchezo toka mwanzo. Yaani mpaka ili linafika hapa ni wao kutokuwa na maamuzi ya nini wanatakiwa kukifanya. Mahali ambako mtu anakosea, muadhibu, tusianze kuangalia na usoni matokeo yake, ndo haya yametufikisha hapa. Kwa hiyo hichi ambacho kinaendelea, na kama utakumbuka kauli ya Kasongo, alisema kwenye yale matakwa ya Young Africans hayawezi kufanyika kwa wakati huu. Ila kinachotokea sasa hivi mamlaka ndo zinaanza kufanya kazi baada ya nguvu nyingine kuingia. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni kitu sahihi, kwa sababu hii nguvu tulikuwa nayo toka mwanzo. Yaani kwa nini itumike sasa hivi? Mwanzo ilikuwa wapi? Kwa ni haya mambo. Unamaanisha kwamba TFF wangeingilia swala kati before? Ndo nakwambia kama shirikisho. Yes. Yaani hiyo nguvu sasa hivi inatoka wapi? Mwanzo haikuwepo. Ni mambo ya kuishi vitu kwa mazoea, kuchukulia vitu kwenye mambo ya kisiasa zaidi, kuacha kufuata utaratibu wa mpira. Ndo haya yanayotokea leo. Kwa mimi naamini kila mtu angekuwa anasimama kwenye kile ambacho kanuni inahitaji, sidhani kama tungefika huko. Ibana, hayo ndio yaliyotokea. Asante.